Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vibaya kwa wananchi Young Africans. Kiukweli hali inaonekana kuwa sio nzuri katika kikosi hicho, ambapo taarifa kubwa ambayo imekwenda kutolewa kwa siku ya leo, na mimi nimekwenda kukujuza kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kufuatia yale ambayo yanayoendelea kwa sasa. Young Africans yakianza kutia wasiwasi juu ya kuweza kuchukua ubingwa kwa msimu huu. Mambo yanaonekana kwenda vibaya sana kwa upande wa wananchi Young Africans, na sababu imetolewa kwa kile ambacho kinachofanya mpaka yale yote ambayo yanaendelea kwa sasa yaweze kutokea. Sasa Young Africans leo hii wamekwenda kuweza kuweka bayana kila kitu ambacho kilichopo na namna ambavyo kile wanachokipitia na hali halisi ambayo iliyopo kwa sasa ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Najua wanatamani kuweza kujua ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye chama la wananchi Young Africans, ambapo wameweza kuweka bayana, na mimi nimekusogezea taarifa hiyo. Utakwenda kujua kila kitu, kaa na mimi mwanzo mwisho kuweza kujua ni taarifa gani ambayo imetolewa leo hii ndani huko kwenye uongozi wa Young Africans. Ila kabla hatujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni wananchi Young Africans. Karibu bana. Klabu ya soka Young Africans, mfululizo wa matokeo mabaya ambao wanaendelea kuweza kukutana nayo katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, kitendo ambacho kikawafanya viongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans baada tu ya kutokea FIFA break wakakutana kuweza kujadili nini sababu ambayo inayopelekea wao kuweza kufikia katika hatua hiyo ambayo wanaamini ya kwamba wakicheza vibaya basi wanakwenda kulipoteza taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa msimu huu. Sasa inaelezwa kwamba kile kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Engineer Hersi pamoja na benchi la ufundi walikutana na zikatoka sababu ambazo zinazofanya Young Africans wapitie haya. Lakini unafahamu ya kwamba Young Africans katika msimu huu mpaka sasa wanawakosa takriban wachezaji 8 ambao wanakosekana katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Hawa ni miongoni mwa sababu ambazo zinazoaminika kuwafanya Young Africans washindwe kuweza kuwakosa ama kufanya vibaya, na leo hii wameongezeka pia wachezaji wawili ambao wanafikia jumla wachezaji 10 ambao hawapo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo ni hapo unazungumzia ni wachezaji si mwingine bali ni Mzinze mpaka sasa na yeye yuko nje, na inaelezwa kwamba ni mwisho wa msimu ndo atapatikana ama msimu ujao ndo ataweza kuonekana kutokana na jeraha lake la goti. Mpaka sasa imekuwa ni kizungumkuti, lakini kuna Dickson Job naye pia aliweza kupata jeraha lake la goti, akaenda zake South kufanyiwa upasuaji, na hatimaye ameweza kurudi na kurejea kwenye kuuguza jeraha lake. Kwa hiyo na yeye ni mpaka
mwisho wa msimu, kwa hiyo hataonekana. Lakini kuna Issa Shadrack Kiboka, yeye pia aliweza kupata injury, kwa hiyo naye japokuwa ni injury ya muda, lakini bado hajajulikana atakuwa nje kwa muda gani. Pengine ni zaidi ya hizo wiki mbili ambazo zinasemekana atakuwa nje. Lakini pia kuna hapa nazungumzia Ibrahim Baka naye aliweza kupata majeraha ya nyonga, ikaelezwa kwamba ni wiki mbili, na huenda ikawa ni wiki mbili zaidi, kwa sababu majeraha huwezi kutarajia kwamba atapona kadiri ambavyo ukisema kwamba ni siku 7 ikawa ni siku 7 hizo. Kwa hiyo kunakuwa na siku zingine za kuanza kurecover. Kwa hiyo inaweza ikawa ni wiki 3 mpaka 4 kabisa ambayo atakuwa nje. Lakini pia kuna Prince Mpumelelo Dube, yeye alikuwa na tatizo naye aliweza kupata injury katika mchezo dhidi ya TRA, akatolewa nje. Kwa hiyo ni miongoni mwa endeleo ya mapigo ambayo yanaendelea kupatikana kwenye kikosi. Lakini pia kuna Depu aliweza kupata matatizo ya nyama za paja, na inaelezwa kwamba naye atakuwa nje kwa takriban wiki 2, ongeza iwe 1 iwe 3 kabisa, kulikava na nini. Kwa hiyo atakuwa naye nje ya ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa upande wa Young Africans. Lakini kuna Edmund John, huyu naye pia aliweza kupata injury, kwa hiyo naye pia atakuwa katika sehemu ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Lakini kwa upande mwingine wanamkosa golikipa wao Diarra. Huyu wanamkosa katika mechi 3, 2 za ligi kuu ya soka Tanzania bara, 1 ya kombe la FA, ambapo wanamkosa Diarra. Atakuwa nje kutokana na adhabu ambayo aliweza kupewa, adhabu ya kuweza kufungiwa michezo 3 na faini ya shilingi milioni 4 kwa kosa la kwanza la kumzonga mwamuzi, kosa la pili la kuweza kuwanyoshea dole hapa nazungumzia waandishi wa habari. Moja kati ya tukio ambao limeweza kuzungumzwa kwa ukubwa sana juu ya Diarra kwa kile ambacho kimeendelea. Wengine wanasema adhabu ni ndogo, wengine wanasema kwamba adhabu mbona ni kubwa kulingana na kosa. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza la kwake. Lakini pia wanakwenda kukosa huduma na hapa ndipo ambapo kumeibuka mjadala mzito, ni kuhusiana na Farid Musa. Yuko wapi? Haonekani kwenye kikosi, si majeruhi, lakini pia ni mzima inavyoelezwa kwamba, lakini kocha yeye na Shuaboy, yani wako wawili, Shuaboy pamoja na Farid Musa, ambapo uongozi wa Young Africans umemtaka kocha huyo afanye jitihada vijana waonekane, kwa sababu wanapokea mshahara wa wananchi, lakini majukumu ndio hawapewi ya kufanya, huku kocha akisema ya kwamba akitizama mifumo yake aone kama vijana wanafiti katika kile ambacho yeye anakihitaji. Sasa hapa ndipo shughuli inapoanza. Unasema wachezaji wamechoka, huku bado kuna wachezaji wengine wanawanyima nafasi ya kuweza kucheza. Ni jambo ambalo linashangaza, japokuwa kumekuwa na mjadala mzito. Kwa nini Buba anacheza, Shuaboy yuko nje, na kwa nini Alan Okello kutokana na kiwango chake kutoonekana, kutokuenda vizuri ama kutokuwa sawa, kwa nini Farid Musa akae bench, na wakati ni miongoni mwa watu ambao waliwahi kuipa nafasi Young Africans katika matukio muhimu katika misimu iliyopita, walifanya vizuri. Ni kitu gani ambacho kinachowafanya wachezaji hao washindwe kuonekana katika hapa nazungumzia ligi kuu ya soka Tanzania bara? Kwa hiyo Young Africans hilo ni pigo. Wachezaji 10 mpaka sasa hawatakuwa kwenye mzunguko huu wa pili baada ya FIFA break, kutokana na kila sababu ambazo nimekuainishia hapo. Unadhani kukosekana kwa wachezaji hawa 10 Young Africans wataweza kulitetea taji lao? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.